الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمه الله: القاعدة العاشرة معرفة النفس. kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutakuwa tumefika qaida msingi wa 10 kuzungumzia ile misingi aliyoitaja Sheikh, msingi 10 ambayo ni sababu ya almu'min kuwa na ile sifa ya tazkiyatul qulub, yani kuwa na moyo msafi na kuwa na husnul iqbal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yasema Sheikh katika hii qaida maarifatu nafs, kuijua nafsi. Lazima mwanadamu katika masala ya tazkiyatul qulub awe ni mwenye kuijua hii nafsi. ومما يتحتم في باب تزكية النفس، يسمى شيخ katika mambo ya lazima kwa mu'min katika babu ya tazkiyatul qulub, ni lazima yeye aijue nafsi. معرفة حقيقة هذه النفوس، lazima ajue asili ya hii an-nafs na uhalisia wa hii an-nafs. ومعرفة صفاتها ليسهل الاعتناء بها ورعايتها ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. Asema Sheikh, yani mwanadamu anapojua uhakika na uhalisia wa hii nafsi, inakuwa yeye ni wepesi kuifanyia tazkia, bali inakuwa ni wepesi yeye kuhifadhi hii nafsi min al-afat. Na inapokuwa hii nafsi iko katika al-afat, katika maasiya, kuifanyia al-ilaj wal-mudawat inakuwa ni wepesi, lianaka taarif hal an-nafs. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في كتابه الكريم ب3 أوصاف مشهورة معلومة، وهذه الصفات راجعة إلى أحوال النفس. سمع شيخ الله سبحانه وتعالى أميسيف نفسي katika al-Qur'an kuwa nafsi iko na sifa 3, wa hadhihi al-awsaf raji'atun ila ahwali nafs. Na hizi sifa ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesifu au ameipatia hii nafsi zinarejea katika hali ya nafsi, bimaana anna an-nufus laha ahwal, iko na hali tofauti tofauti. Nafsi haina hali moja, inma tataghayyar. Kataja Sheikh sifa ya kwanza ya an-nafs, an-nafs al-mutma'inna. النفس المطمئنة وهي التي اطمأنت بالإيمان وذكر الله سبحانه وعبادته وحسن الإقبال. النفس المطمئنة ile ambayo kwamba iko na sakina, imemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, iko katika dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, inamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na iko na husnul iqbal, ni yenye kuelekea Allah subhanahu wa ta'ala sawa sawa. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يسمى الله سبحانه وتعالى وليؤمن الله سبحانه وتعالى nyoyo zao zinakuwa na as-sakina, tumaanina bidhikrillah, kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikrullah al-Qur'an, katika dhikrullah as-salat, dhikrullah at-tahlil, at-takbir, kullu dhalika min adhkar. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. na sifa ya pili aliyotaja al-Sheikh an-nafsu al-lawama, وهي التي تلوم صاحبها على فعله الخطأ وتقصيره في الواجب أو تفريطه في طاعة الله
kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsi al-lawwama. Sifa ya pili ya nafsi ni hii an-nafsu al-lawwama, wa hiya allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata. Hii ni ile nafsi ya mwanadamu ambayo yeye akifanya maasiya ni yenye kumlaumu. Bimaana na mwanadamu anapofanya al-maasi, al-mu'min najua kwamba hapa nimefanya maasi, nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, inamlaumu, na hii lauma inakuwa ni sababu yeye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au taksirihi fil wajib, au inakuwa na taksiri kutekeleza mambo ambayo kwamba ni lazima, au tafritihi fi ta'a, au ikawa ni yenye isiwe ni yenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsi al-lawwama. Allah azza wa jalla ameapa na hii an-nafsu al-lawwama katika Qur'an. Na sifa ya tatu aliyotaja Sheikh, an-nafsu al-ammaratu bis-su', nafsi ambayo ni yenye kumamrisha mwanadamu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yasema Sheikh, wa allati tahuthu sahibaha ala fi'li al-muharramat. Hii an-nafsu al-ammaratu bis-su' ni ile ambayo inamwamrisha al-abd al-mu'min kufanya al-muharramat wa irtikab al-atham wa taquduhu ila mawatin al-munkarat, bali ni yenye kumwamrisha al-abd al-mu'min kuenda katika sehemu ambazo ni fihi muharramat wa mawadhi' ar-radhila, sehemu chafu, sehemu mbaya, wa tadfa'uhu ila fi'li al-qaba'ih wal-radha'i, yani ni yenye kumsongesha mwanadamu na kufanya mambo machafu ambayo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala, kama jaa fi surati Yusuf, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. ففي هذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس. يسمى الشيخ hizi sifa tatu ambazo amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, uhalisia wake ni ahwal, ni hali za nafsi, mutaalliqatu bin nafs, ambazo zinahusiana na nafsi. Walidhalika fa inna hadhihi al-ahwal tataqallabu wa tataghayaru bihasabi al-waridat allati taridu ala an-nafs. Kwa hiyo hizi ahwal ni zenye kubadilika, yani nafsi ya mwanadamu haiwi katika hali moja, huwa inabadilika. Na inabadilika wakati gani? Kuna zile waridat almuathirat, nafsi ya mwanadamu inabadilika kulingana na muathirat. Muathirat inaweza kuwa ni muathirat nzuri kama kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapomtii Allah subhanahu wa ta'ala yazidu imani, anakuwa na husnul iqbal inda Allah, wa indama ya'si Allah azza wa jalla ile imani yake inashuka. Fahuna yati mas'ala ziyadatu al-iman wa nuqsan. يسمى الشيخ فقد تجتمع هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب الحال النفس. hizi sifa tatu alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala sema kwa mu'min zinaweza zikapatikana katika siku moja. Yani siku moja al-abd al-mu'min anaweza kuwa katika nafsul mutma'inna al-ammara bis-su' na al-lawwama katika siku moja, sababu nafsi itaghayyar wa tataghayyar wa tataqallab. في هذا الباب بمناسبة وهي maneno ya Sheikh katika sunan imekuja hadithi katika sunan Tirmidhi kama sijakosea. Imam Tirmidhi amepokea hadithi ambayo hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha. Siku moja kuna tabi'i anaitwa Shahru ibn Hawshab alimuuliza al-mu'minin radhiyallahu anha, ma aktharu du'a nabii sallallahu alayhi wasallam idha kana 'indak, ni dua gani ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam idha kana 'indak, yani fi baitik, anaiomba sana.
Salama akamwambia huyu atabi'i, kana aktharu du'a'i nabii sallallahu alaihi wasallam ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Akamwambia dua ambayo alikuwa akiomba sana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika nyumba yangu ni ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, yani ewe Allah mwenye kubadilisha nyoyo za watu, nipatie thabat katika moyo wangu. Wa Mu'minin Salama yeye mwenyewe aliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yukthir hadha dua, alikuwa akifirisha ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Fasalat nabiy sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza yeye mwenyewe wakati huo wa nyuma, Mtume alikuwa yuko hai, akamwambia ya Rasulullah ma aktharu du'aik ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia almu'minin Salama, ya Salama innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu bayna usbu'ayn min asabi' arrahman yuqallibuha kayfa yasha. Katika riwaya akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, in sha'a aqama wa in sha'a azaba, yani nyoyo zetu, nafsi zetu zipo katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kayfa yasha. Allah kubadilisha nyoyo zetu, nafsi zetu pale anapotaka Allah azza wa jalla. Yani mahallu shahid ni kuonesha kwamba an-nafs haina hali moja, ni yenye kubadilika, na ni uzuri al-abdi ajue yeye yuko katika hali gani ya nafsi yake. Na hapa Sheikh qaida muhimu sana, Sheikh ametaja hizi sifat na kubainisha kila sifa hali yake ni gani. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tulilie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma 'inna wa la tu'in 'alayna wansurna wa la tansur 'alayna wamkur lana wa la tamkur 'alayna. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل دعوتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اسلل سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب